Maelezo hayo yaliwasilishwa kama kielelezo Exhibit P12. Tarehe 24 Agosti mwaka 2024, viungo vya mwili vilivyopatikana vililetwa hospitali ya rufaa ya polisi Kilwa Road kwa ajili ya uchunguzi wa maiti postmortem. Baada ya uchunguzi, Dr. Malima alithibitisha kuwa marehemu alikufa kutokana na kupoteza damu nyingi, hemorrhagic shock. Aliwasilisha ripoti hiyo kama kielelezo Exhibit P1. Aidha, sampuli za damu zilichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi wa DNA na sumu. Sampuli hizo zilipitishwa kwa wahusika mbalimbali hadi kufikishwa kwa mkemia mkuu wa serikali. Zaidi ya hayo, tarehe 29 Agosti mwaka 2024, PW19 alichukua sampuli za mate, buccal swabs, kutoka kwa mshtakiwa na kutoka kwa binti wa marehemu Sarafiona Kamana kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba. PW19 alimkabidhi sampuli hizo Inspekta Jumanne PW10 ambaye tarehe 30 Agosti mwaka 2024 alizifikisha katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Katika maabara hiyo, sampuli zilipokelewa na kufanyiwa uchunguzi na Anna James Chua PW14. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW14, panga na kisu vilibainika kuwa na DNA ya marehemu na ya mshtakiwa. Hii ilithibitisha kuwa vilitumika katika kukata mwili wa marehemu. Aidha, DNA ya Sarafiona PW6 ililingana na ile ya marehemu. Hivyo basi, ilithibitishwa kuwa viungo vya mwili vilivyopatikana ni vya Ezenia Kamana. Utetezi wa mshtakiwa. Katika upande wa utetezi, mshtakiwa alikuwa shahidi pekee. DW1 alitoa ushahidi kwa kiapo, lakini hakuwasilisha kielelezo chochote isipokuwa maelezo ya PW1